Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haligani mtazamaji popote pale ulipo, hii ni Mahasin TV kikutangazia kutoka mtaa Ribeti wilayani Nyamagana jijini Mwanza, Tanzania. Karibu katika kapu la habari niweze kuwasilishia yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaaban Matuga nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Nuhu Stima. Awali ya yote tuangazie mukhtasari wake. Tume ya uchunguzi wa matukio ya uhalifu yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 yawasilisha ripoti yake kwa serikali. Serikali yatoa mkono wa pole kwa waathirika wa mafuriko katika kata 6 za manispaa Kigoma Ujiji mkoani Kigoma. Katika habari za kimataifa, nchi ya Somalia yazuia meli za Israel kupita Bab al-Mandab. Na mtazamaji, awali ya yote ni kukumbushe mbali na kuyafuatilia matangazo haya kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuipata taarifa hii ya habari kupitia YouTube kwa jina la Mahasin TV Official Channel na Azam Max app. Tuanze habari za kitaifa kutoka jijini Dar es Salaam. Mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa matukio ya uhalifu yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana 2025, Jaji Mohamed Othman Chande amesema ghasia zilizotokea wakati huo zilipangwa, kuratibiwa na kutekelezwa na watu waliokuwa wamepata mafunzo maalum. Taarifa kutoka jijini Dar es Salaam inasimuliwa na Hilal Sefuriami kutoka hapa studio. Jaji Mohamed Othman Chande amesema hayo wakati tume ya kuchunguza matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana ilipowasilisha ripoti yake kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Jaji Chande ameeleza tume hiyo ilichobaini katika vurugu hizo zilisababisha vifo vya watu zaidi ya 500. Ni hitimisho la tume kuwa kilichotokea siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 25 hayakuwa maandamano ya amani, bali yalikuwa ghasia zilizoambatana na matukio ya uvunjifu wa amani. Hitimisho hilo linatokana na sababu 4. Ya kwanza, yanadaiwa kuwa maandamano hayakuzingatia matakwa ya ibara 18 na 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na sheria za nchi, ikiwemo maandamano kuwa ya amani na kutoa notice kwa jeshi la polisi kwa mujibu wa vifungu 42 na 43 wa sheria ya jeshi la polisi. 3, washiriki wa ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu walibeba silaha za aina mbalimbali zikiwemo mawe, nondo, mkuki, sururu, fimbo, marungu, visu, vibiriti, vipulizi, bunduki, manati, kombeo, rato, mapanga, jambo ambalo haliruhusiwi kisheria katika maandamano ya amani. Kuhusu uwepo wa makaburi halaiki katika eneo la Kondo jijini Dar es Salaam, tume hiyo inaeleza ilichobaini. Tume imefanya uchunguzi ikiwa ni pamoja na kutembelea na kukagua eneo la makaburi, kufanya mahojiano na kupata taarifa ya afisa msimamizi wa makaburi hayo kutoka manispaa ya Kinondoni na kuchukua ushahidi wa wasimamizi wa makaburi ya Kondo. Tume pia imeshirikisha wataalamu mbalimbali ili kufanya uchunguzi wa kisayansi kuhusu madai hayo, ikiwa pamoja na picha za satellite iliyotumika kuleta madai hayo. Maoni ya wataalamu hao
wakiwemo wa uchambuzi wa mbalimbali wa mifumo ya taarifa za kijiografia kutokana na ushahidi na uchunguzi wa tume wa uandani na kuzingatia hali ilivyoonekana katika eneo la makaburi hayo pamoja na taarifa za wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi. Tume imebaini kwa madai ya kuwepo kwa makaburi halaiki eneo la Kondo hayakuweza kuthibitika. Kisha tume hiyo ikatoa mapendekezo kwa serikali. Mosi ni serikali kuweka utaratibu wa kuhakikisha majeruhi waliopata ulemavu kutokana na ghasia za Oktoba 25 wanapata huduma za matibabu bure. La pili, serikali kutenga siku ya maombolezi ya kitaifa kuwakumbuka Watanzania zaidi ya 500 waliofariki kwenye ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Ni maoni ya tume kwamba ni muhimu katiba mpya ipatikane ifikapo 2028 ili itumike katika uchaguzi ujao wa serikali ya mitaa mwaka 2020 na uchaguzi mkuu mwaka 2030. Ukafika wakati wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuzungumza baada ya kupokea ripoti hiyo, ambapo amesema serikali itaanza kufanyia kazi mara moja mapendekezo ya tume. Na katika kuakisi mapendekezo ya taarifa ya tume, serikali itachukua hatua za haraka zifuatazo. Kwanza, katika muda mfupi ujao itaundwa tume ya maridhiano, lakini kwanza tutakwenda mapendekezo ya tume kufanya upelelezi wa kina wa yale ambayo tume wameyabainisha. Lakini katika muda mfupi ujao tutaunda tume ya maridhiano ikijumuisha wadau wote muhimu itakayosimamia na kuongoza majadiliano na maridhiano ili kuziba mianya na migawanyiko iliyopo na kurejesha umoja na mshikamano wa kitaifa. Tatu, kwa kuwa ripoti imebainisha kuwepo kwa viashiria vya jinai kuhusu matokeo yale, tutaunda kama nilivyosema chombo maalum cha upelelezi kwa maana criminal investigation kwa ajili ya kufanya kazi iliyopendekezwa na tume. Aidha, Rais Dr. Samia amesema serikali itaweka utaratibu maalum wa gharamia matibabu kwa majeruhi wa vurugu za Oktoba 29 sambamba na kuchukua hatua za kuwafariji na kuwasaidia wafanya biashara waliopata hasara wakati wa matukio hayo, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kurejesha hali ya kawaida ya maisha na uchumi. Naam, mtazamaji, wakati ambao unaitafakari taarifa hiyo kutoka jijini Dar es Salaam, tunaelekea jijini Tanga tukiangazia taarifa inayosema kamati ya fedha na uongozi ya halmashauri ya jiji la Tanga imeagiza kuchukuliwa hatua za haraka kuwanusuru wananchi ambao nyumba zao zimezingirwa na maji kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya jiji la Tanga. Taarifa kutoka jijini Tanga inasimuliwa na Zuberi Mgaya kutoka hapa studio. Akizungumza mara baada ya kufanya ziara ya kutembelea baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa na mvua zinazoendelea kunyesha, naibu meya wa jiji la Tanga Khalid Rashid ameelezea maeneo yaliyoathiriwa zaidi na hali ya mafuriko. Tulifanya ziara kwenye maeneo ambayo yameathirika na mvua. Kwa hiyo tulikuwa tuko katika maeneo mbalimbali ya jiji la Tanga, tumepita kwenye baadhi ya kata, tumepita Ngamiani Kaskazini, tumejionea hali halisi ilivyo ya barabara, namna ambavyo zimezidiwa na maduka yamefungwa baada ya maji kuwa mengi. Lakini vile vile tumepita kwenye kata ya Mabawa, tumepita kata ya Magaoni, tumepita Mzingani, tumepita Mnyanjani, lakini tumepita Magomeni na maeneo ya kata ya Majengo na Chumbageni kwa ajili ya kujionea hali halisi ilivyo. Kiukweli nichukue nafasi hii kwanza niwape pole wananchi wote wa jiji la Tanga ambao kwa namna moja ama nyingine wameathirika na hali ya mvua ambayo imeendelea kunyesha. Aidha, naibu meya huyo ameelezea hatua za haraka zitakazosaidia kuwanusuru baadhi ya wananchi ambao maeneo yao yamezingirwa na maji. Pamoja na kujionea athari hizo katika maeneo hayo pamoja na timu wa wataalamu, sasa yapo maeneo tumetoa maelekezo hatua za dharura zichukuliwe kwa ajili ya kunusuru hii hali ambayo inaendelea, ambayo hatujajua itakwisha lini. Lakini vile vile tunakwenda kushauriana na Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Tanga ambaye ndio mwenyekiti wa kamati ya maafa ili kuona katika yale maeneo ambayo hali imekuwa ni mbaya sana, majumba yamejaa maji, ili kuchukua hatua za haraka za dharura za kuwatoa wananchi kule ili watafutiwe maeneo ya kuhifadhiwa ili tupishe hii hali ilivyo.
akitoa tahadhari kwa wazazi na walezi jijini humo kuongeza umakini kwa watoto wao katika kipindi hiki cha mvua kubwa ili kujiepusha na madhara makubwa yanayoweza kusababishwa na mafuriko hayo. Kwa nafasi hii nitoe tahadhari kwa wananchi wetu, wasiwaruhusu watoto kucheza katika maeneo ambayo maji yanapita kwa kasi, wala wasiwaruhusu watoto wakacheza katika maeneo ambayo maji yametuama, kwa sababu hii inaweza kaleta hatari. Lakini vile vile niwashukuru wenzetu wa Jeshi la Zimamoto, maeneo mengi tuliopita tumewakuta na wao wanatoa huduma kwa wananchi ambao wameathirika katika maeneo hayo. Lakini yote kwa yote niendelee kuwapa pole wananchi wetu. Sisi kama halmashauri tumeiona hiyo hali, lakini tunachukua hatua za haraka na za dharura ili kukabiliana na hiyo changamoto. Asante sana Zuberi Mgaya kwa undani wa taarifa hiyo kutoka jijini Tanga. Mtazamaji, tukiendelea kuzitazama habari za kitaifa, tunaelekea kanda ya magharibi kutoka mkoani Kigoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa mkono wa pole kwa wananchi wa manispaa Kigoma Ujiji waliopoteza makazi yao baada ya kukumbwa na mafuriko kufuatia mvua kubwa na kusababisha nyumba zao kubomoka. Taarifa yake Emmanuel Matinde kutoka mkoani Kigoma inasimuliwa na Nuhu Stima kutoka hapa studio. Pole hizo za Rais Samia zimetolewa kwa niaba yake na mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro wakati wa kugawa misaada ya mahitaji muhimu kwa wananchi waliopatwa na kadhia hiyo kutoka katika kata 6 kati ya kata 19 za manispaa ya Kigoma Ujiji. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawapa pole sana na amesikitika kwa hilo lilotokea. Kwa hiyo amenituma nije niwape pole sana kwa hili jambo ambalo limewatokea, na inshallah alitoa maelekezo mimi kama mkuu wa mkoa nitoe jambo ningalao nije nitoe pole kwenu. Mimi wakati tukio linatokea nilikuwa niko bungeni, nilipoona limetokea basi nikatoa maelekezo mambo fulani yafanyike ili kuwafariji. Kwa hiyo najua kuwepo kwenu hakukuonyesha mapungufu yangu. Hii ni namna kila mtu anajua nafasi yake. Kwa hiyo naomba tuwapigie makofi. Sambamba na salamu hizo za pole kutoka kwa rais, Balozi Siro amewatahadharisha wananchi kutojenga katika maeneo hatarishi ili kuepuka madhara kama yaliyotokea. Unakubalije kujenga mahala ambako unajua hapa ni mahala ambapo pataleta madhara kwangu peke yangu, lakini hata kama sipo duniani pataleta madhara kwa vizazi vyangu? Tujaribu sana kukwepa haya maeneo ambayo tunajenga ambayo tunajua kabisa ni hatarishi kwa maisha yetu, lakini kwa mali zetu pia. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chwachua amepongeza hatua za haraka zilizochukuliwa kushughulikia changamoto hiyo. Tangu ulipoona kwenye vyombo vya habari wananchi wako wakipatwa na kadhia hii, hakuna siku ambayo uliacha kunipigia simu usiku na mchana kuniuliza hali ikoje na tutafanya nini. Huu ni moyo wa kipekee sana. Jumla ya kaya 40 zimepatiwa msaada wa chakula na mahitaji mengine muhimu ikiwemo unga wa sembe kilo 1000, mchele kilo 1200, maharage kilo 800, sukari kilo 200, mafuta lita 400 na sabuni kilo 120. Na mtazamaji, kwingineko tunaendelea kusalia kanda ya magharibi. Tunatoka mkoani Kigoma tunaelekea mkoani Tabora ambako wananchi wa kijiji cha Idekamiso kata ya Mienze wilaya ya Uyui mkoani Tabora wameondokana na adha ya kutembea zaidi ya kilomita 40 kufuata huduma za afya mara baada ya kukamilika kwa ujenzi wa zahanati ya kijiji hicho. Saidi Kapalila kutoka mkoani Tabora ana masimulizi kamili ya taarifa hii. Iliyotazama kama ndoto hatimaye imekuwa kweli kwa wakazi wa kijiji cha Idekamiso, na Waswahili kupitia methali walinena kuwa haba na haba hujaza kibaba, kwani kukamilika kwa zahanati hiyo ilianzishwa kwa nguvu za wananchi, baadaye serikali ikajazia na ndipo ilipokamilika. Na hapa afisa mtendaji wa kijiji hicho Chiangi Kingila Wima anabainisha hali ya mradi huo pamoja na mahitaji yanayohitajika ili kuboresha huduma katika zahanati hiyo. Mpaka sasa mradi uko kwenye hatua nzuri kwa kuanza huduma. Changamoto kutusaidia pesa kwa ajili ya umaliziaji wa jengo la mama na mtoto ili kuboresha huduma za afya katika zahanati ya Idekamiso. 2. Kamati na wananchi wa Idekamiso wanaomba fedha kwa ajili ya ujenzi wa nyumba za watumishi wa afya na elimu katika zahanati ya Idekamiso na kijiji kwa ujumla ili kuleta ufanisi wa kazi zao. Kabati za kuwekea dawa, meza, viti na vifaa vingine toshelezi
vya kitabibu ambavyo vitaleta ufanisi katika utendaji wa kazi kwa wataalamu wa afya. Uwepo wa watumishi wa afya wa kujitosheleza ambao wataweza kutoa huduma kwa wananchi kwa wakati. Kutokana na kukamilika kwa zahanati hiyo ambayo tayari imekwisha anza kutoa huduma kwa wananchi, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Uyui Biwinde Robert anatoa wito kwa wananchi kuhakikisha wanatibiwa kwenye zahanati na si vinginevyo, huku baadhi ya wakazi wa eneo hilo wakieleza mapokeo ya mradi huo. Wakati ule wa ujauzito kujifungua, tunatarajia kina mama wote watapata huduma kwenye zahanati, si ndio? Kliniki zote tufanyie kwenye zahanati, tutapata huduma salama na zenye uhakika. Mradi huu umetusaidia sana sisi wananchi wa kata ya Mienze. Kwanza imepunguza adha ya kina mama wajawazito kusafiri umbali mrefu kwenda kupata huduma hiyo. Lakini pia wananchi wa hapa imewasaidia sana kwa magonjwa madogo madogo, hasa wazee ambao hawana usafiri wa kwenda kutibiwa maeneo ya mbali. Lakini huu mradi umesaidia hata vijiji jirani kupata huduma hapa, sababu walikuwa lazima kutoka hapa kwenda Mienze ni umbali wa kilomita 41. Baada ya kuzindua mradi huo wa zahanati, mkuu wa wilaya ya Uyui Bwana Mohamed Mtulia Kwaku anatoa wito kwa wananchi wa eneo hilo kuchangamkia fursa ya bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, yeye ni mtatuzi na ni daktari mbobevu wa utatuzi wa changamoto za wananchi. Amekuja na mpango wa bima ya afya kwa wote. Kwa ndugu wananchi, tunatakiwa tuchangamkie fursa hii, kwa maana unapolipia huduma ndani ya mwaka mzima, familia yako watu 6 mtaweza kunufaika na huduma hiyo. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Naam, mtazamaji, kwa taarifa yake Saidi Kapalila kutoka mkoani Tabora, kunatupa fursa ya kutoka Tanzania bara na kuelekea visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu kutoka kisiwani Pemba. Serikali ya wilaya ya Chake Chake mkoa wa Kusini Pemba imewaahidi wananchi wa kijiji cha Mchanga wa Kwale wilayani humo kushughulikia malipo ya fidia zao ili kupisha ujenzi wa barabara ya Mchanga wa Kwale hadi Kichwani bandarini yenye urefu wa kilomita 2.7. Taarifa yake Juma Seif kutoka Kisiwani Pemba inasimuliwa hapa studio na Zuberi Mgaya. Ujenzi wa barabara hiyo unaotekelezwa na mkandarasi kampuni ya Iris unaendelea, lakini bado kuna wananchi hawajaondoka kupisha mradi huo kutokana na kuwa bado hawajapokea fidia zao, hatua inayopelekea changamoto mbalimbali. Moja ya adha iliyopo sasa ni maji kuingia kwenye nyumba zao, hatua inayowalazimu wananchi kuzuia ujenzi huo kwa kuweka mawe barabarani kushinikiza serikali kulipa fidia zao. Sisi tumeathirika, bado imani zetu ziko chini kabisa kulingana na uasirika huu uliotukumba. Sambamba na hilo, hii nyumba mnayoiona hapa, humu mna mtoto ni mlemavu, hawezi kutembea, hata humu ndani hatoki. Nyumba hii shatitia. Je, ikija ikianguka hii nyumba, mna mtoto humu ndani, wazee wake hawapo. Jengine, ukiziangalia nyumba hizi hapa zote, kuna nyingine katika viambaza, nyingine shatitia. Twaishi katika hali ya bahati nasibu. Baada ya kupita tu hii zoezi la njia, ni kitu kizuri, ni kitu cha maendeleo, lakini wananchi hawakupewa stahiki yao kwa ajili ya malipo. Wananchi hawakulipwa. Jambo la pili ambalo nataka niliseme ni kuwa saizi tuko kipindi cha mvua. Kuna possibility kubwa wananchi wa hapa kupata maradhi ya mlipuko. Hali hiyo inamlazimu mkuu wa wilaya Chake Chake Bi Zuhura Mgeni Othman kuingilia kati na kuahidi serikali kuchukua hatua za haraka kulipa stahiki za wananchi hao ili kupisha mradi huo. Kweli ni changamoto, na mimi kama mkuu wa wilaya nimelipokea hili kwa vile nimekuja nimeliona, na kuahidini wananchi wa hapa Mchanga Kwale nitalisimamia kwa kadiri ya uwezo wangu, maana mtasema washapita wengi washazungumza. Kwa hiyo nawaahidi mimi nitazungumza na nakuhakikishieni litafanikiwa. Kwa hiyo nakwambieni kwenye wiki 2 mtalipwa fidia zenu na maendeleo yatazidi kuendelea katika kijiji hichi cha Mchanga Kwale. Naomba kabla sijaondoka naenda kuangalia kwa ushuhuda zaidi, nione kila mmoja alioweka jiwe anachukua jiwe na mwenzake analiondosha. Ombi hilo la mkuu wa wilaya linawekewa msisitizo na Sheha wa Shehia Ziwani Faruku Omar, akiwaomba wananchi kuacha kuzuia ujenzi huo na kuwa wavumilivu wakati ambao serikali ikiendelea na mchakato wa malipo ya fidia zao. Wana lengo lako mwenyewe, si sababu ya kuvunja sheria.
na ukashindwa kuingia hatiani. Amekuja kwa nasaha na kwa kutupembejea na kwa kutupenda wananchi wake. Naomba sana tuondoe mawe yetu, na akaahidi atatekeleze na atatekeleza, tusiwe na shaka na hilo. Naam, kwa taarifa hiyo, kwa taarifa yake Juma Seif kutoka kisiwani Pemba, kama ambavyo imesimuliwa kutoka hapa studio na Zuberi Mgaya, ndio tamati ya habari za kitaifa ndani ya Kapu la Habari. Napo zako kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Nuhu Stima ambaye atakuja na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari za kimataifa. Usiondoke. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na mtazamaji wa Mahasin TV, asante sana kwa kuendelea kuwa nami ndani ya Kapu la Habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa ni wakati wake Nuhu Stima kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Mkuu wa ujumbe wa kulinda amani wa Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, amesema kuwa amekutana na kuzungumza na maafisa wa majimbo kuhusu haja ya kufanyika mazungumzo na kufanya juhudi za pamoja ili kurejesha utulivu wa kudumu na kukabiliana na changamoto za kiusalama mashariki mwa nchi hiyo. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari huko Bunia, makao makuu ya jimbo la Ituri, James Swam ametilia mkazo muhimu wa kuendelezwa majukumu ya kikosi cha MONUSCO nchini Kongo, huku ujumbe huo ukitoa kipaumbele kwa ulinzi wa raia kufuatia vitisho vya makundi yenye silaha katika majimbo yaliyoathiriwa na machafuko ya mashariki mwa Kongo. Swana amesema raia wanaendelea kuathiriwa na machafuko ya ukosefu wa amani unaosababishwa na makundi ya waasi, na hivyo kuwalazimisha idadi kubwa ya watu kuhama makazi yao na kusababisha mivutano katika jamii. Ameongeza kuwa ushirikiano wa karibu kati ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa na jeshi la Kongo utaendelea kuwadhaminia ulinzi wa moja kwa moja mamia ya maelfu ya watu waliolazimika kuhama makazi yao kutokana na machafuko. Kwingineko, Somalia imepiga marufuku meli za utawala wa Israel kupita katika mlango bahari wa kimkakati wa Bab al-Mandab kama jibu kwa hatua ya utawala huo ya kulitambua rasmi eneo lililojitangaza kujitenga na Somalia la Somaliland. Idara ya habari za kimataifa ya shirika moja la habari imetangaza kuwa Abdullahi Warfa, balozi wa Somalia huko Ethiopia na pia katika Umoja wa Afrika, akijibu hatua ya utawala wa kizayuni wa Israel ya kutambua rasmi kujitenga eneo la Somaliland, ameonya kwamba aina yoyote ya kuingilia mamlaka ya Mogadishu itasababisha madhara makubwa. Warfa ameongeza kuwa nchi yoyote itakayoingilia masuala ya ndani ya Somalia na kuathiri ukamilifu wa ardhi na mamlaka yake itakabiliana na matokeo mabaya, yakiwemo vizuizi vya kupita katika mlango bahari wa Bab al-Mandab. Mabadiliko hayo yanajiri siku chache baada ya utawala wa kizayuni wa Israel kuanza kutekeleza makubaliano ya kubadilishana mabalozi na eneo la Somaliland, na kuwa utawala wa kwanza kulitambua eneo hilo kama nchi huru tangu lilipotangaza kujitenga na Somalia mnamo mwaka 1991. Hatua hiyo ya Israeli inakuja ilhali Somalia haijatambuliwa na Umoja wa Mataifa wala nchi yoyote kama dola huru yenye mamlaka kamili. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa,
Irani imeapa kutofungua tena mlango bahari wa Hormuz kama mzingiro uliowekwa na jeshi la wanamaji la Marekani litaendelea kuwepo licha ya kuongezwa muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Spika wa bunge la Irani Mohammad Bagher Ghaliba, ambaye aliongoza ujumbe wa Teherani katika duru ya kwanza ya mazungumzo huko Islamabad, alisema kufungulia tena mlango bahari wa Hormuz hakuwezekani huku kukiwa na ukiukwaji wa wazi wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Katikati ya mzingiro huo wa mlango bahari wa Hormuz, Wizara ya Ulinzi ya Marekani imetangaza kwamba katibu wa jeshi la wanamaji John Fellan anaachia wadhifa huo mara moja, licha ya kuwa haikutoa sababu yoyote ya kuondoka kwake ghafla, huku ikielezwa kuwa ni hatua ya karibuni kabisa ya kuondolewa kwa afisa mwandamizi chini ya waziri wa ulinzi wa serikali ya Trump, Pete Hegseth. Na huu ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka Mahasin TV. Msomaji wako ni mimi Nuhu Qasim Stima. Asante sana Nuhu Stima kwa yale ambayo umetuandalia na kutosimulia kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijaweza kuweka utuo na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie muhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Tume ya uchunguzi wa matukio ya uhalifu yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025 yawasilisha ripoti yake kwa serikali. Serikali yatoa mkono wa pole kwa waathirika wa mafuriko katika kata 6 za manispaa Kigoma Ujiji mkoani Kigoma. Katika habari za kimataifa, nchi ya Somalia yazuia meli za Israel kupita Bab al-Mandab. Na mtazamaji wa Mahasin TV, kwa nukta hiyo ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari usikose kuungana nasi hapo kesho inshallah muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wale wote tulioshirikiana pamoja kukamilisha kapu la habari, mimi ni Rajab Shaban Matuga aliyesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakie utazamaji mzuri kwa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Islam. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.